Karibu mtazamaji wa The World News. Kupitia kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa uweze kujua ni nini kinajiri katika ulimwengu. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kilichotajwa na Israel kwamba ujasusi umegundua Iran haijaachana na urutubishaji wa uranium ya nyuklia, na inaonyesha kwamba Khamenei ameenda mbali zaidi na mpango wake ni kutaka kutengeneza makombora ya nyuklia. Asilimia 60 ya uranium iliyorutubishwa itaendelea kubaki na kwa muda mrefu ikiwa Tehran haitaachana na mpango wake ya mabilioni ya dola katika kuwekeza katika mpango wake wa nyuklia. Majasusi nchini Israel Mossad wanasema Iran hatimaye imejitokeza na kusema moja kwa moja kwa umma baada miezi mitano baada ya vita vya June vya Israel kwamba mpango wao wa nyuklia upo pale pale na kwamba hata kilo zaidi ya 400 za uranium zipo na zitaendelea kurutubishwa kwa ajili ya kutengeneza mfumo wao wa nyuklia wa taifa hilo. Na hivyo ujasusi unaendelea na kutafuta taarifa kujua ni nini hasa Ayatollah Al-Khamenei anataka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ujasusi wa Israel ambao kwa kushangaa na kwa ustadi ulitenganisha kila kipengele cha mpango wa nyuklia wa Iran mnamo June ulithibitisha taarifa hizo kwamba kwanza hawakuweza kuziharibu kilo zaidi ya 400 za uranium iliyorutubishwa kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alisema baada ya shambulizi katika vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan, ambapo ililazimika Marekani kutumia ndege za hali ya juu na ndege za gharama kubwa za B-2 kwa kutumia makombora ya Buster yenye uwezo wa kupenya ardhini, ambapo mpango ulikuwa ni kuharibu mfumo wa nyuklia wa Iran. Lakini majasusi wa Israel kupitia shirika la habari la Israel Jerusalem Post limeeleza kwamba ujasusi umegundua Iran bado inamiliki zaidi ya kilogram 400 za uranium, ambapo sasa mpango wao ni kuendeleza pale walipoishia na kwamba wanataka kufufua mpango wao wa nyuklia. Kwa hakika kuna juhudi kubwa za Iran za kujenga vituo vya nyuklia na kuviweka chini ya ardhi zaidi ili mradi mpya wa nyuklia ujengwe katika siku zijazo. Kwa hiyo Israel haiwezi kuondoa jicho lake kwenye mpira juu ya suala hili kwa hata sekunde moja. Lakini hali ya sasa ya mchezo ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imepiga hatua kuelekea kurejesha uwezo wake wa kurutubisha. Lakini kwa nini hili linafanyika? Sehemu ya jibu ni kwamba Israel na Marekani ziliharibu vituo vya nyuklia vya Iran na kuacha vifusi vingi juu yake na kwa chini ya ardhi, kwamba Iran iliamua tu kwamba itachukua muda mrefu sana na haikuwa na thamani ya kuchimba vifusi ili kuvijenga upya. Jambo jema ni kwamba Iran inajenga upya mfumo wake wa nyuklia hata kama vinaweza kukosa kufanya kazi kwa miaka mingi. Hii ina maana kwamba uranium iliyorutubishwa kwa asilimia 60 ya Iran sio tu haitakuwa hatari kwa mwaka ujao au miwili ijayo, ikiwa sio zaidi, peke yake haiwezi kutumika kwa mambo mengine. Hata hivyo kuna viwanda 8 vya nyuklia vinavyojengwa nchini Iran kwa ushirika na Urusi, ambapo Urusi, moja kati ya nchi washirika wa Iran, ipo katika mpango ya kuisaidia Iran katika ujenzi wa vinu hivyo vya nyuklia. Iran imesisitiza mara kadhaa kwamba mpango wake wa nyuklia ni mpango wa amani kabisa na kamwe haitaingia katika masuala ya ujenzi wa silaha za nyuklia. Bado upande wa nyuklia wa mlinganyo huo ni moja tu ya vitisho vinavyoletwa na Iran kwa mataifa ya magharibi, linaeleza gazeti la Jerusalem Post. Kuongezeka tangu mapema mwaka 2025 inaweza kuwa ni tishio la pili ikilinganishwa na tishio la kombora la ballistic. Kama vile taarifa za umma za Iran na ujasusi wa Israel zimeashiria uelewa sawa wa mpango huo wa nyuklia kurudishwa nyuma, lakini wamekubali kwamba mpango wa makombora ya ballistic uko hai sana na unapanuka tena kwa haraka sana. Kumbuka kwamba moja ya sababu nyingi ambazo Israel ilishambulia mwezi uliopita, mwezi wa June, ni kwamba Iran ilikuwa imefikia hatua mpya katika suala la uwezo kwa kasi ambayo inaweza kuzalisha makombora mapya ya ballistic. Hata hivyo, Iran katika siku za hivi karibuni imekuwa na makombora yenye uwezo wa kuruka umbali wa kilomita 2600 hadi umbali wa kilomita 6000, na baadhi ya wachambuzi wanasema wanayo makombora yenye uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 10,000. Hizi zilikuwa nambari ambazo ujasusi wa Israel uliogopa kuwa zinaweza kuzidi ngao ya ulinzi wa makombora ya IDF, na ndio maana imekuwa ikipambana kila kukicha kuhakikisha
Iran haiwi na silaha za aina hiyo, na imekuwa ikiomba Marekani kwamba lazima ihakikishe sasa Iran inaachana na mpango wake wa uzalishaji wa makombora na uwepo mpango kwamba isiwe na makombora yenye uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 500, kwa maana makombora hayo yasiweze kuifikia Israel. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei anaonekana kuwa ameenda mbali sana tangu vita vya Juni, na wakati huu amejipanga zaidi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel iwapo Israel itaanzisha mashambulizi. Iwapo Khamenei ataiondoa Israel, nchi hiyo, umbali wa kilomita 1500 hadi 2000 kutoka kwenye orodha ya maadui wake na kuiweka kwenye orodha ya nchi ambazo anaweza kuzichukia, lakini hatajaribu kukabiliana nazo, hatakuwa na haja ya kuwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa mashambulizi ya Israel na Marekani, kutokana na kwamba ana silaha ambazo anaamini zina uwezo wa kupenya ulinzi wowote wa anga katika nchi ya Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu ni nini kinajiri duniani.